Hii ni Uondo TV, mimi naitwa Aidan Jeremiah. Lengo ni kuweza kuletea taarifa na matukio mbalimbali ya kimichezo ambayo yanapatikana ndani ya Uondo TV, Uondo Michezoni. Kama nilivyokuambia, mimi naitwa Aidan Jeremiah. Hii ni Uondo TV, Uondo Michezoni. Lengo ni kuweza kuletea taarifa na matukio mbalimbali ya kimichezo ambayo yanapatikana ndani ya Uondo TV. Moja kati ya stori ambayo imeonekana kuwa gumzo kwa kiasi kubwa kwenye mitandao ya kijamii ni kuelekea kwenye michuano ya kimataifa CAF Champions League, klabu bingwa barani Afrika. Tunafahamu kwamba group la Young Africans Sports Club moja kati ya grupu ambalo linazungumza kwa kiasi kubwa, kwa sababu ni grupu ambao lina zile timu ambazo zinatokea ukanda wa UNAF au Afrika Magharibi kwa kiasi hicho. Unaizungumzia Nation Al Ahly kutokea Cairo Misri, lakini pia unaizungumzia FAR Rabat kutokea nchi ya Morocco, US Kabylie kutokea nchi ya Algeria, lakini pia mabingwa wa Kiswahili NBC Premier League ambao ni Young Africans Sports Club. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vimekuwa vinazungumzwa kwa kiasi kubwa, lakini pia tunafahamu kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania Bara, mimi NBC Premier League, Young Africans Sports Club inashika nafasi ya kwanza, pointi ilizonazo pointi 10. Ni kitu ambacho watu wengi wanajiuliza kwa kiasi kubwa kwamba ni timu ambayo ina nafasi kubwa sana kuweza kuchukua ubingwa wa NBC Premier League, lakini pia kwenye mchuano wa kimataifa ni timu ambayo ina uwezo mkubwa kuweza compete na kuweza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Sasa nimeona niweze kuletea zile update ambao zinaendelea kupitia upande wa Young Africans Sports Club au club Young Africans Sports Club, kwa sababu tunafahamu kwamba wachezaji ile warm up ambao wamekuwa wanafanya au training kuelekea kwenye mchezo ambayo inafuatia maybe michezo ya ligi kuu Tanzania Bara, lakini pia tunafahamu kwamba klabu bingwa barani Afrika ambao ni CAF Champions League. Kwa hiyo ni kama training ambayo au warm up ambayo inaweza ikawasaidia kwa kiasi kubwa wachezaji wa Young Africans Sports Club, ile physical exercise ambayo tumekuwa tunaizungumza kwa kiasi kubwa, kwa sababu ukijaribu kuangalia ni timu ambayo ina michuano mikubwa, michuano migumu, lakini pia ipo kwenye kundi ambalo inahitaji timu iweze kupambana, lakini pia wachezaji wanahitaji kuweza kutumia ile fighting spirit ambayo tumekuwa tunaizungumza ili iweze kuisaidia club kuweza kuitoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini to be honest, ni mazoezi ambayo yanatengeneza kama direction hivi kuelekea kwenye michuano ambayo inafuata ambayo ni CAF Champions League, kwa sababu unamzungumzia mtu kama Mdassir Yahya Abbas, kiungo bora kabisa ambaye ana uwezo mkubwa. Pacome Zouzoua pia kwenye tunasema kwamba kiungo mshambuliaji wa klabu ya Yanga lazima angalie mtu kama Diarra, pia sweep ambaye amekuwa na uwezo mkubwa. Watu kama wakina Aziz Ndambwile, wachezaji wengi wakina Ibrahim Baka na Dickson Job na wakina Bakari Mwamnyeto. Kwa hiyo nafikiri ni kama ile fitness ambao wanaitafuta kuelekea kwenye ile hiyo michuano, maybe michuano ya kimataifa, lakini pia kwenye NBC Premier League. Kwa hiyo ni kitu kizuri ambacho nafikiri kwamba mazoezi ambayo yanatengeneza intention katika upande wa wachezaji wa klabu ya Yanga, lakini pia kujua ni kitu gani ambacho wanaweza wakakiachieve kwa kiasi kubwa kutokana na ule ubunifu ambao wachezaji wamekuwa nao. Ukijaribu kuangalia mchezaji mmoja mmoja, kwa hiyo vipo vitu vingi ambavyo vinaendelea katika tunasema kwamba uwanja wa mazoezi wa klabu ya Young Africans Sports Club, kulingana na namna ambavyo wanaweza kujiandaa na maandalizi makubwa kwa kiasi hicho kuelekea kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika, CAF Champions League. Lakini tusubiri kitu gani ambacho kinaweza katokea, kwa sababu ni timu ambayo ina kocha mzuri Pedro Gonzalez kutokea nchi ya Portugal Ureno, kocha msaidizi pia namba 1, kocha msaidizi namba 2 kutokea nchi ya Malawi ambaye ni Patrick Mabedi. Anajua ni kitu gani ambacho anaweza kusaidia klabu ya Young Africans Sports Club kutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mimi naitwa Aidan Jeremiah, hii ni Uondo TV.